Mafanikio ni siri kubwa sana katika haya maisha na yana pande kuu mbili tu, aidha giza au mwanga, na watu wengi wamekwama katika kutegua kitendawili hiki, na ndio sababu duniani kuna watu wengi sana, lakini ni watu wachache tu waliofanikiwa katika maisha yao, na wengi wamefanikiwa katika kazi kadhaa. Lakini leo hebu tujikite katika kiwanda cha burudani na tuzungumzie mmoja kati ya wasanii ambao wamefanikiwa katika kiwanda cha muziki, hasa katika muziki wa Tanzania. Huyu wanamuita Mbosso Kani, jina la utani wanamuita Mshedede, mmoja kati ya wasanii wenye vipaji halisi vya sanaa ya muziki Tanzania. Alianza safari yake ya muziki akiwa ya Moto Band kabla kujiunga na record label ya Wasafi iliyo chini ya msanii Diamond Platnumz. And of course ni mmoja kati ya wasanii wanaopendwa zaidi na Watanzania, si kwa muziki wake tu, bali hata namna ya mtindo wake wa maisha. Lakini je, unazijua siri zinazomfanya Mbosso Kani kupendwa kiasi hiki? Karibu tutegue kitendawili hiki cha siri zinazomfanya Mbosso Kani kuwa mmoja kati ya wasanii wanaovutia zaidi mioyo ya Watanzania. Kipaji cha muziki ndio silaha ya kwanza kwa Mbosso Kani. Uwezo wake wa kutunga mashairi mazuri, kutumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha, kuimba melody kali na tamu, na kama haitoshi, uchaguzi mzuri wa midundo katika nyimbo zake, hiko kinampa nafasi ama kibali Mbosso Kani kupendwa na mashabiki zake ndani na nje mipaka ya Tanzania. Lakini hili haliwezi kuwa sababu tu inomfanya Mbosso Kani kupendwa, bali mtindo wake wa maisha wa kutojikweza, kujigamba au kutokutaka sifa za kijinga kinampa nafasi zaidi Mbosso Kani katika mioyo ya Watanzania. Anasifika kwa kutokuwa na makuu na mtu, hajawahi kuringishia magari, nyumba wala fedha anazomiliki kama wanavyofanya wasanii wengine kwenye mitandao ya kijamii. Hili linamfanya Mbosso Kani kuwa mtu mwenye nafasi kubwa zaidi katika mioyo ya Watanzania, hasa wanaotamani kusikia mziki wake tu kutoka kwake na si kitu kingine. Lakini pia heshima ni kitu kinachombeba sana Mbosso, na pengine kitaendelea kumbeba kama hatobadilika huko mbeleni. Anaheshimu wakubwa na wadogo kiumri, lakini pia hata katika ranki za kimuziki, jinsi anavyozungumza na Diamond Platnumz kama msanii mkubwa aliyetangulia ama aliyefungua milango mingi katika game ya Bongo Flava Tanzania, ndivyo atakavyozungumza na wasanii wengine hata kama si wakubwa katika muziki. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Mbosso Kani anatambua maisha ni kama gwaride, yanaweza kubadilika muda wowote. Lakini pia interviews anazofanya Mbosso Kani huwa zinaenda viral kwa sababu kuu kadhaa, ikiwemo namna anavyojua kujibu maswali, lakini pia habagui media kufanya nao interview, iwe kubwa au ndogo, atajibu vile vile bila kuonyesha tofauti. Lakini pia Mbosso kujibu maswali yake katika ukweli na siko feki. Ukitazama interviews za Mbosso Kani utagundua humaanisha katika interview zake pamoja na ucheshi wake, basi hufanya interview kuwa bora na kali zaidi, na hiko ndicho hukipa kibali interview hizo kuweza kwenda viral na kuwafikia watu wengi, na baadhi yao kukata baadhi ya vipande katika hizo interview na kuweza kuposti katika mitandao ya kijamii kuonyesha kwamba kuvutiwa na kila ambacho Mbosso amekuwa akikifanya kwenye interview zake. Na leo ngoja tuishie hapa. Pamoja na yote hayo, Mbosso Kani ni mtu wa ibada sana, kutumia muda wake mwingi kwa swali, japo haonyeshi kwa mitandao ya kijamii, lakini watu wake wa karibu wanasema kwamba mbwana ni mtu ambaye anaheshimu na kufuata ibada sana katika maisha yake, kitu ambacho ni nadra kwa wasanii wengi, hasa wanaofanya muziki vizuri, kwani hufunikwa na anasa na starehe na kumsahau Mungu wao. Hayo ni maoni yangu matano kuhusiana na kwa nini Mbosso Kani ni mmoja kati ya wasanii ambao wanapendwa sana na Watanzania, lakini pia Afrika Mashariki kwa ujumla, miongoni mwa wasanii ambao wanavutia na kuinspire kizazi hiki cha sasa katika muziki wa Bongo Flava. Inawezekana pia ukawa na mtazamo wako kuhusiana hiki, ama kuna baadhi ya comments ambazo unahisi ni nyongeza katika kila ambacho Mbosso amekuwa akifanya. Let me know kupitia kwenye comment section. Asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Godwise.